Hii ni HMG, chaneli ya Mwafrika, Back to Africa Movement. Asili ya neno Morogoro ni Mruguru. Hii ni baada ya jasusi mbobezi Henry M. Stanley kushindwa kutamka Mruguru na kuongelea kooni na kutoa sauti iliyosikika Morogoro. Jasusi Henry M. Stanley alipita katika safu za milima Uruguru njia kaskazini mwaka wa 1874 akiamba hadi mashariki ya milima ya Uruguru. Katikati ya milima ya Uruguru, Henry M. Stanley alikutana na jeshi la Simba Mweni, mtoto wa Kingo Kisebengo, katika mji uliozungushiwa ukuta na kuwa ngome isiyopenyeka kiurahisi. Baada ya kuonekana ni mtu mwema, alipokelewa na mwenyeji wake Chifu Simba Mweni. Jasusi Henry M. Stanley aliusifia mji huo uliokuwa chini ya bonde la milima Uruguru, akisema mji huo umejengwa kwa mitindo ya Kiarabu chini ya bonde la kijani la milima Uruguru yenye misitu minene inayofunikwa na mawingu wakati wote wa mwaka. Milima iliyopambwa na mito miwili mikubwa inayokwenda kuzaa mto Ruvu uliounganishwa na utitiri wa vijito vya maji safi na salama. Henry Stanley ameelezea hayo katika kitabu chake How I Found Livingstone katika ukurasa wa 4 mpaka wa 16. Anakiri waziwazi kwamba mandhari ya milima ya Uruguru hajapata kuyaona katika eneo lolote alilowahi kufika katika Afrika ya Mashariki. Rejea pia kitabu cha Joseph Thomson To the Central Africa Lake and Back cha mwaka wa 1881 katika ukurasa wa 1 mpaka wa 5, kinachoelezea jeshi kali la Waruguru lilikuwa linavaa majani ya mgomba na magome ya miti. Thompson akiwa na baba yake Kate Johnson wakitokea eneo la Masai na ziwa Victoria wakiingia pwani katika eneo la Waruguru na Wakutu mwaka wa 1879, anasema hakuwahi kukutana na Waruguru zaidi ya hao toka kwa majeshi mengine ya Wambuga hadi pale alipokuja kufahamu walikuwepo wengine katika njia aliyopita, lakini walivaa majani ya mgomba na kufanana na majani na miti ya porini. Historia ya Chifu Kingalu inaanzia kwa Chifu Lukwele wa Choma aliyezaliwa mwaka wa 1852 na kufariki mwaka wa 1971 na kuzikwa katika makaburi maarufu wakati huo ya Kichangani mjini Morogoro. Chifu Lukwele ndiye yule askari mwenye historia ya kupigana katika jeshi la Mjerumani dhidi ya Waingereza na washirika wao kwenye maeneo kadhaa ya Mashariki ya Kati huko Uarabuni, vilevile Afrika Mashariki, Msumbiji, Malawi na hatimaye Namibia, na kurejea nchini baada ya vita vya kwanza ya dunia kumalizika katika muongo wa pili katika karne ya 20. Chifu Lukwele ambaye jina lake halisi ni Salum bin Msumi alikuwa ni mmoja kati ya watoto watatu mashuhuri wa Chifu Msumi wa Kibungo, ambaye asili yake kwa baba ni Mluguru na mama ni Mzulu kutoka Afrika ya Kusini. Chifu Msumi aliyetawala Kibungo juu na Kibungo chini katika milima Uruguru. Rekodi yake ya ndoa na watoto inaonyesha kuwa ni mtu wa mitala, na alikuwa na watoto wengi zaidi ya 30 katika milima Uruguru mkoani Morogoro, Mbamba Bay mkoani Ruvuma, jijini Lilongwe nchini Malawi. Watoto mashuhuri wa Chifu Msumi ni Lukwele, Sonanga na Mleke maarufu kama Kingalungalu. Waluguru wanatamka kama Chingalungalu, yaani kigeugeu, au kwa kifupi Kingalu wa kwanza, ikiwa ni jina lake la kupanga kutokana na tabia yake ya ugeugeu. Aliwahi kumgeuka mkwewe Chifu Magoma na kisha baba yake mzazi Chifu Msumi na kupigana nao vita vikali kwa nyakati tofauti, akitaka kuongoza safu yote ya milima ya Uruguru. Kutokana na ubabe na nguvu, jina la Kingalu hilo likawa jina rasmi la ukoo ambalo litatawala Waruguru. Kutoka ukoo wa Chifu Msumi tunaweza pia kupata makabila mengine yaliyotoka katika koo ya Kiruguru kama vile Wazaramo, Wakaguru, Wakutu na Wakwele, wote wakifuata mifumo jike, yaani ukoo wa mama ndio unaongoza familia na watoto wote wanahesabiwa kuwa wa ukoo huo. Boka, nyoka mwenye vichwa 7 anayepatikana katika milima ya Uruguru. Nyoka huyo huwa na maisha ya kuhamahama kutoka eneo moja kwenda eneo lingine, na katika safari zake yasadikika anatoka milimani na kuelekea baharini kupitia katika maporomoko ya maji na vijito vidogo vidogo. Kipindi cha masika au mvua kubwa ndio muda anaotumia, na huchukua kipindi cha miaka 10 ndipo hayo yote yanatokea. Katika maeneo hayo karibu na vijiji jirani
hakuna matokeo ya watoto kuumwa kipindi tu nyoka huyu anapofanya safari zake. Mwaka wa 1984 nyoka huyo alionekana akiondoka kuelekea baharini kwa njia ya moshi baada ya kutiririka na maji yaliyokwenda kutuama katika bwawa la Mindu. Na katika miaka ya 90, ikiwa kina cha maji kimepungua na nguvu ya maji kuwa ndogo, alionekana maeneo ya kilima cha Lupanga akichukuliwa na mnyororo mkubwa kuelekea baharini. Hii ni HMG na hii ni asili ya neno Morogoro na Boka, nyoka mwenye vichwa 7 anayepatikana katika milima ya Uruguru. Back to Morogoro Movement.